Wanajeshi wa DRC wameidungua ndege ya kusafirisha misaada ya kibinadamu katika mkoa wa Kivu ya Kusini na kusababisha vifo. Ndege hiyo inaripotiwa kuwa ilikuwa ikielekea eneo la Minembwe kusafirisha dawa na chakula kwa waathiriwa wa vita vinavyoendelea mashariki mwa DRC. Vuguvugu la AFC na M23 limelaani shambulizi hilo ambalo limetokea chini ya saa 72 baada ya kusainiwa kwa mkataba wa amani kati ya DRC na Rwanda mjini Washington nchini Marekani. Msemaji wa vuguvugu hilo amesema kitendo hicho cha kikatili dhidi ya maafisa wa kusambaza misaada ni ukiukwaji wa haki za kibinadamu na mkataba wa amani ulioidhinisha usitishwaji wa mapigano. Jeshi la DRC limethibitisha kuwa lilidungua ndege moja ya kiraia iliyokuwa katika anga yake. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa kupitia runinga ya taifa na msemaji wa jeshi Jenerali Sylvain Ekenge, ndege hiyo haikuwa na kibali cha kupaa katika anga za DRC. Watu wote waliokuwa kwenye ndege hiyo wamefariki. Dawa na misaada ya chakula pia viliharibiwa, huku maswali yakiwa mengi kwa wananchi wakihoji kwa nini jeshi la Kongo haliwezi kulilinda eneo la mashariki. Wakati fulani jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC lilikuwa ni jeshi lenye nguvu, lakini sasa linahangaika kulinda eneo la mashariki mwa nchi hiyo kutoka kwa wanamgambo wa M23 wanaotajwa kuungwa mkono na nchi ya Rwanda, ambao wamepiga hatua kuanzia mwanzoni mwa mwaka huu tangu kuibuka tena mwaka 2021. M23 imetoa udhibiti wa miji miwili ya kimkakati mashariki mwa DRC, mji wa Goma pamoja na mji wa Bukavu. Hivi karibuni pia walichukua udhibiti wa mji wa uchimbaji madini wa Likale huko Kivu Kaskazini, lakini kisha walijiondoa katika mji huo baada ya mpango wa mazungumzo ya kusitisha mapigano uliofanyika huko nchini Qatar. Mafanikio ya M23 yanashangaza wakati jeshi la Kongo linakadiriwa kuwa na maelfu ya wanajeshi. Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa M23 ina wapiganaji 3,000 hadi 4,000 wengine kutoka Rwanda. Mwaka 2023 DRC iliongeza matumizi ya kijeshi na kufikia dola milioni 794. Hata hivyo, kwa nini jeshi la Kongo limeshindwa katika eneo la mashariki? Kwa upande mwingine, mzozo wa DRC unavyotia majaribuni mahusiano ya kidiplomasia na nchi ya Jamhuri ya China. Juhudi za China za kujenga maslahi makubwa ya kibiashara barani Afrika zimeambatana na sera makini ya kudumisha hali ya kutoegemea upande wowote, lakini mzozo wa mashariki mwa DRC umesababisha mabadiliko ya uelekeo. Rwanda imekuwa ikilaumiwa vikali kwa kuchochea mapigano katika eneo hilo lenye utajiri wa madini, na Beijing, ambayo ina uhusiano wa karibu na DRC pamoja na Rwanda, katika wiki za hivi karibuni imejiunga na ukosoaji huo, lakini inajaribu kudumisha mahusiano mazuri ya kidiplomasia na nchi zote mbili, wakati pia ikiendelea kufanya biashara zake na kununua madini muhimu. Endelea kuifuatilia BMTV Tanzania.